Barabara hii ya kilomita 32 kutoka hapa roundabout ya Kimbinyiko mpaka kufika Chamwino Ikulu, ikiwa na barabara 6. Eneo hili la kutoka Kimbinyiko mpaka kufika roundabout maarufu kama ya Shabibi, kutoka hapo kwenda Meliwa, kutoka Meliwa njia panda ya Kisasa mpaka unafika kule Martin Luther. Watu wengi huwa wanakatisha barabara hapo na ajali ni nyingi sana. Kila mara watu huwa wanagongwa. Kwa hivyo hili wazo lililitoa mkuu wetu wa wilaya la kuwa na underpass, na kwa kuwa hii ni barabara mpya tunakwenda kuijenga wenyewe na tuna wabobezi wataalamu wa kutosha, msifanye makosa. Jengeni kitu chenye kupendeza. Msisahau pia vile vile hiyo barabara itapita katika eneo la Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hivyo ubunifu wenu ni lazima uwe wa uhakika. Kwa hivyo wakati wa kubuni ni lazima myazingatie mambo yanayohusu usalama wa watu. Kamati inakupongeza kwa juhudi ambazo zimefanywa na serikali, lakini tunampongeza sana Mheshimiwa Rais ambaye ndio amedhamini na kutoa hizi fedha kwa ajili ya ujenzi wa upanuzi wa barabara. Mheshimiwa Waziri, sisi kamati tunakuomba katika miradi ya jumla ambayo ipo ndani ya nchi yetu, hakikisha kwenye bajeti hii miradi ile ya viporo unaenda kuikamilisha na uweke kama kipaumbele. Maeneo haya yatakujenga wewe, yatamsaidia Mheshimiwa Rais karibu kila kona ambako ilani ya Chama cha Mapinduzi ilinadiwa iwe inaonekana kwamba imetekelezwa. Kwenye maeneo haya sisi tunaishauri serikali, hata kama kutakuwa na miradi mingine mipya, lakini elekeza nguvu kwenye miradi ambayo ilianzishwa na ambayo imesimama. Na tunawaomba Wizara ya Ujenzi, bahati nzuri na naibu waziri wa ujenzi, Wizara ya Fedha yupo hapa, angalie kipaumbele kikubwa kwenye eneo hili. Mheshimiwa Waziri na mgeni wetu rasmi, nikupe taarifa, sisi wana Dodoma tumeshirikishwa vya kutosha katika maandalizi ya mradi huo upanuzi wa barabara ya Morogoro kilomita 32. Tumeshirikishwa katika hatua za mwanzo kabisa za kuwatambua ni nani hasa wanaguswa na mradi huo. Kwa Kigogo wanaitwa people affected with the project au PAPS. Tumeweza kubaini wahanga karibu 847 na tayari jadala lao la fidia limepita kwenye ofisi yangu, tumelikagua. Nimekwenda site kwa upande wa hapa mjini, najua pia mwenzangu kwa upande wa Chamwino wamefanya vivyo hivyo, na tayari majadala ya fidia haya tumekwisha kuyaidhinisha ili wananchi hao walipwe na kupisha mradi huo. Karibu shilingi bilioni 19.2 tumezilipa fidia za wananchi wetu. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuidhinisha fedha hizo ili wananchi hao 847 waweze kupatiwa fidia zao na kizalendo kabisa wapiche mradi huu uweze kutekelezwa. Tumpige makofi mengi sana rais wetu. Aidha, Mheshimiwa Waziri, mradi wa upanuzi wa njia 6 wa barabara ya Dodoma kwenda Chamwino ambao ni wa kilomita 32 kama nilivyosema, ni moja kati ya miradi ambayo itaendelea kutekelezwa na serikali kama nilivyoonyesha hapo awali kwa kushirikiana na Benki ya Dunia. Mradi huu utatekelezwa kwa kuwa na njia 4 pamoja na njia 6 na utatekelezwa kwa utaratibu unaojulikana kama sanifu na jenga, yaani design and build. Mheshimiwa mgeni rasmi, mkandarasi aliyeshinda tuzo ni kampuni ya China Railway Construction Engineering Group Company, yaani CRCEG ya nchini China, na muda wa utekelezaji utakuwa ni miezi 36 ikijumuisha miezi 6 kwanza ya usanifu kama nilivyosema hapo awali kwamba utakuwa sanifu jenga,
miezi mitatu ya maandalizi, yani mobilization, na mkandarasi atafanya kwa mujibu wa mpango tuliokubaliana. Mheshimiwa Waziri, mhandisi mshauri aliyeshinda tuzo ya kusimamia mradi huu ni kampuni ya Lea International Limited kwa ushirikiano na Lea Associate ya South Asia Private PVT Limited na ushirikiano na kampuni ya kizalendo ya Mrs. Howard Consulting Limited